Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana sifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tena tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Sasa ni sehemu ya 8. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kabla hatujaendelea, basi nikualike tuombe. Baba mwema, tuko mbele zako. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu. Asante kwa huduma ya malaika zako watakatifu. Utukuzwe wewe, umestahili sifa na heshima na utukufu na adhamu. Neema yako yatosha kwa kila hitaji, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya 8. Tulikuwa na sehemu ya kwanza na sasa ni sehemu ya 8. Kwa hiyo kuna sehemu 7 zilizotangulia. Masomo haya yameshikamana, moja linajenga kwa jingine. Kwa hiyo kama hujapata nafasi ya kutazama sehemu zingine 7 zilizotangulia, ninakusihi ufanye hivyo ili upate ule uelewa kamili. Karibu tuendelee na majifunzo sasa. Katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2, nabii anasema: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Kule Marekani katika jimbo la Utah walipitisha sheria ya Jumapili. Sheria hii ya Jumapili haina ushurutishwaji wa kuabudu, isipokuwa ni sheria ya kuitenga Jumapili kama siku rasmi ya pekee na kusimamisha shughuli za kibiashara. Historia imejirudia. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 vivyo hivyo mwaka 321, wakati wa utawala wa Mfalme Konstantini, sheria ya kwanza ya Jumapili ilipitishwa. Sheria hiyo haikuwa na ushurutishwaji wa ibada, bali ilifanya Jumapili itengwe kama siku rasmi na kusitisha shughuli za biashara. Ndicho ambacho kimejirudia katika jimbo la Utah. Hilo lisingeweza kutokea kama Uprotestanti Marekani haujaungana na Rumi. Kwa huo ni ushahidi wa wazi kabisa kwamba Uprotestanti na Rumi wamekwisha ungana. Kwa hiyo kinachofuata ni ushurutishwaji wa dhamiri. Urumi na Uprotestanti ukiwa umeungana utawatesa watakatifu, na ndipo sheria ya Jumapili imetengenezewa njia ya kupitishwa, sheria ya Jumapili ya kitaifa Marekani. Kwa hiyo nabii anasema, hebu tuamke na tuelewe hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Kwa kumbe inawezekana mwaka huu 2025, kwa mujibu wa kalenda ya kinabii, tunaweza kuambia watu katika historia ya kinabii mahali tulipofika ni wapi. Kwa sababu nabii anasema, hebu tuonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii. Inawezekana kutrace historical events na tukaelewa kwamba mahali tulipofika ni wapi. Ukweli wa sasa kwa wakati huu ni nini? Manuscript release, gombo la kwanza,
ukurasa wa 59 paragrafu ya pili, nabii anasema ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha jumbe. Ujumbe wa malaika yule wa tatu ukifuata wa kwanza na wa pili. Kwa nabii anasema ukweli wa sasa kwa wakati huu ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Manuscript release, gombo la kwanza, ukurasa wa 56 paragrafu ya pili. Malaika wa tatu anawakilishwa kama anayeruka katikati ya mbingu, akiashiria kazi ya wale wanaotangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zote zimeunganishwa pamoja. Jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu zimeunganishwa pamoja. Sikia hii. Evangelism, ukurasa wa 119 paragrafu ya 3, nabii anasema kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wametengwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Kwao wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Kwa hiyo onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia wamekabidhiwa Waadventista wa Sabato. Juu yao kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya umuhimu mkubwa, yani kuuonya ulimwengu unaoangamia ni kazi ya umuhimu mkubwa. Tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa kumbe jukumu kubwa tulopewa Waadventista wa Sabato, hata tunaitwa walinzi na wabeba nuru, ni jukumu la kutoa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu, message tunayokwenda nayo ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Ndio message tunayotakiwa kuipeleka, ndio imebeba onyo la mwisho. Hakuna kazi nyingine ya umuhimu mkubwa sana. Hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kunyonya umakini wao. Kitu kingine chochote hakipaswi kutuondoa kwenye ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Katika periodicals Present Truth au PT, Septemba 1, 1849 paragrafu ya 8, nabii anasema Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Ukweli wa kutiwa muhuri, yani ukweli wa sasa ndio ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth. Chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi. Harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Kwa mujibu wa historia ya kinabii, mahali tulipofika, tupo katikati ya kukoma kwa hukumu ya upelelezi kwa wafu na kutangazwa kwa sheria ya Jumapili. Kwa hiyo katika historia ya kinabii wapi tumefika? Tumefika hapo. Tupo katikati ya kukoma ama kumalizika kwa hukumu ya upelelezi kwa wafu ambayo ilianza mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba. Hukumu kwa wafu inapokoma inahamia kwa walio hai. Inapohamia kwa walio hai inaanza kwa kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Sheria ya Jumapili ikitangazwa, rehema kwa Wasabato imefungwa. Mungu atakuwa tayari ameshawajua wake. Sio kwamba hajui future. Hoja ni kwamba wakati huo itakuwa hukumu ya upelelezi kwa Waadventista wa Sabato itakuwa imemalizika. Wapo kundi moja ambao wako sealed, watatakiwa wapokewe mvua ya masika, na kundi jingine wamepepetwa nje, watapokea alama ya mnyama. Kwa hiyo tuko wapi? Katikati ya kumalizika kwa hukumu ya upelelezi kwa wafu na inapohamia kwa walio hai na kutangazwa kwa sheria ya Jumapili, National Sunday Law kule Marekani, sheria ya Jumapili ya kitaifa. Tuko hapa katikati. Hapo ndipo tulipofika. Sasa basi, kwa sababu hiyo nabii anasema alimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi.
harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Kipindi tulichofika, hii nukuu inatuhusu kabisa. Hatima ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni. Kwa hiyo wajumbe, tuharakishe na ukweli wa sasa. Na tunaposhindwa kuupeleka ukweli wa sasa, roho za thamani zinakufa njaa kwa kukosa ukweli wa sasa. The balanced diet ya roho zetu, ukweli wa sasa, tunapoiacha, kanisa linabaki na utapiamlo. Roho za thamani zinakufa njaa kwa kukosa ukweli wa sasa. Sikia hii. Error Writings 63 paragrafu ya kwanza, nabii anasema, kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Biblia ina masomo mengi sana, lakini masomo yoyote ambayo hayajengi kwenye ukweli wa sasa, yani ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu, hayahitajiki. Sicho chakula kwa ajili ya kundi kwa sasa, isipokuwa ukweli wa sasa ndio unaohitajika. Nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Kwa hiyo nabii anasema aliona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwenye ukweli wa sasa na kutuama kwenye masomo ambayo hayakukusudiwa kabisa kuunganisha kundi wala kutakasa roho. Na hii pengine ndio sababu kwa nini katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato kumekuwa hakuna uongofu. Pengine ni kwa sababu ukweli wa sasa umekosekana. Ukweli ambao unatakasa roho, unatuamsha, unatuunganisha na unatufanya tusimame waaminifu kwa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi. Sikia paragrafu ya pili, Error Writings, ukurasa wa 63. Lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika kwa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Ni wapi katika Biblia tunapata unabii wa siku 2300? Ni Danieli 8:14. Kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka 12 ndio sehemu ya kitabu cha Danieli iliyokuwa imefungwa na ikafunguliwa tangu mwaka 1798. Sehemu hii ya Danieli iliyokuwa imefungwa, yani Danieli 8 mpaka 12, ndio Ufunuo sura ya 10. Kimoja ni ufunuo, kingine ni unabii. Kimoja kilikuwa kimefungwa, kingine kimefunguliwa wazi. Ufunuo na Danieli ni kitabu kimoja. Kwa hiyo katika Danieli 8 mpaka 12, central theme yake tunayoiona ni unabii wa siku 2300. Unabii wa siku 2300. Danieli 8 unabii unatolewa. Danieli sura ya 9 ufafanuzi wa unabii, wapi tunaanzia ukokotoaji na wapi tunamalizia. Danieli sura ya 10 ni ufafanuzi kwa nini malaika Gabrieli alichelewa kumpatia ufafanuzi wa siku 2300 Danieli, na sababu inayotolewa ni mkuu wa Uajemi ambaye ni Shetani alimpinga Gabrieli, hata Mikaeli akaja kumsaidia, mmoja wa hao wakuu wa mbele, na huyo sio mwingine ni Yesu mwenyewe. Kwa Yesu akabaki anamshughulikia mkuu wa Uajemi, yani Shetani. Gabrieli akaenda wakati zimepita siku 21, akaenda kumpatia ufafanuzi Danieli, na ufafanuzi unapatikana sura ya 9 ya kitabu cha Danieli. Danieli 11
inahusu wafalme ama mamlaka zilizo na mchango wao wa kufanikisha ama kuafifisha utekelezaji wa unabii wa siku 2300. Kwa hiyo bado unaona mpaka sura ya 11 central theme yake ni unabii wa siku 2300. Danieli sura ya 12 na yenyewe bado central theme yake ni unabii wa siku 2300, kwa sababu Danieli sura ya 12 inaanzia pale unabii wa siku 2300 ulipokomea tarehe 22 Oktoba 1844. Danieli inaanzia hapo kutupeleka mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatupeleka mpaka matukio ya mwisho wa historia ya dunia hii. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye uelewa wa uhitimishwaji wa pambano kuu la zama zote kati ya Kristo na Shetani wakati Mikaeli atakaposimama. Danieli 12 pia inatueleza matukio yaliyoanza Oktoba 22, 1844 ambapo Yesu alihama chumba cha kwanza cha patakatifu akaingia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Matukio hayo ya kinabii yanakoma wakati gani? Yatakoma kwa namna gani? Danieli sura ya 12 inatuleta katika huo uelewa. Kwa hiyo katika Danieli 8 mpaka 12 ndipo tunapata kuelewa nini kilitokea 1844. Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Tunawezaje kumfuata aliko kwa imani? Tunapata kuelewa pillars of our faith, nguzo za imani yetu. Sabato patakatifu, sabato patakatifu. Na hiyo ndio imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu tangu Adam. Tunapata kuelewa ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Na jumbe hizi zinatusaidia kuelewa sababu ya imani yetu. Inatusaidia kuelewa kusudi la uwepo wetu kama kanisa la Waadventista wa Sabato. Inatusaidia kuelewa mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama ni nini, na tunawezaje kuepuka kuipokea. Kwa hiyo mwisho kabisa wa matukio hayo yaliyoanza 1844 Oktoba, Danieli sura ya 12 inatueleza hatima ya pambano la zama zote, hatima ya hayo matukio ya kinabii, wakati wa kufungwa kwa mlango wa rehema, hata wakati wa Mikaeli kusimama, na hatimaye wakati wa taabu. Na baada ya wakati wa taabu ambao haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa, Yesu ataonekana mawinguni. Katika Danieli sura ya 12 mstari wa 11 na 12, neno linasema hivi. Danieli 12, 11 na 12 imeandikwa: na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Heri angojae na kuzifikiria siku hizo 1335. Sasa katika Danieli 12 mstari wa 6 swali linaulizwa, itachukua muda wa miaka mingapi? Danieli 12:7 inatajwa nyakati 2.5 wakati, yani miaka 3.5. Siku 1260 zinatajwa. Sasa Danieli 12, 11 mpaka 12 zinatajwa siku 1290, siku 1335. Hizi zinahusu wakati gani? Ili tuweze kupata majibu mazuri juu ya swali hili, tuangalie chukizo la uharibifu ni kitu gani. Katika Biblia, chukizo la uharibifu limetajwa mara 5 katika vitabu 3 tofauti ambavyo ni Daniel, Mathayo na Marko. Katika kitabu cha Daniel, chukizo la uharibifu limetajwa mara 3 katika sura ya 9, sura ya 11 na sura ya 12. Tuangalie mafungu hayo. Katika Daniel sura ya 9 mstari wa 27 imeandikwa: naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja,
na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Chukizo la uharibifu limetajwa Danieli 9:27. Fungu la pili katika Danieli 11 mstari wa 31 imeandikwa, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu la pili linatajwa Danieli 11:31. Katika Danieli 12 mstari wa 11 linatajwa chukizo la uharibifu la tatu katika Danieli. Na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa, na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 linatajwa chukizo la uharibifu. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Marko 13 mstari wa 14 linatajwa chukizo la uharibifu. Lakini mlionapo chukizo la uharibifu likisimama pasipo lipasa, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Sasa kutokana na hayo mafungu matano katika Biblia yanayotaja chukizo la uharibifu, tunazipata awamu tatu za chukizo la uharibifu. Awamu ya kwanza ni chukizo la uharibifu linalotajwa na Danieli 9:27, Mathayo 24:15 na Marko 13:14. Hii ni awamu ya kwanza ya chukizo la uharibifu. Awamu ya pili ya chukizo la uharibifu inatajwa katika Danieli 11:31. Awamu ya tatu ya chukizo la uharibifu inatajwa katika Danieli 12 mstari wa 11. Sasa tuanze kuangalia hizi awamu tatu za chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu awamu ya kwanza, Danieli sura ya 9 mstari wa 26 na 27, neno linasema, na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Hili chukizo la uharibifu katika Danieli 9:26 na 27 ni chukizo la uharibifu lililotabiriwa kutokea baada ya kifo cha Yesu. Baada ya ujio wa Yesu mara ya kwanza na kufa msalabani mwaka wa 31 AD, chukizo la uharibifu lililotajwa hapa ambalo ndilo lingefuata. Na chukizo hili linahusu kuuangamiza mji na patakatifu. Imetajwa hapa, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Kwa hiyo hili chukizo la uharibifu lina uhusiano na chukizo la uharibifu Mathayo 24:15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Daniel limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Kwa Mathayo 24:15 inarejelea chukizo la uharibifu lililotajwa katika Danieli 9:27, ambalo chukizo hili la uharibifu Luka anatoa ufafanuzi katika Luka sura ya 21 mstari wa 20. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Kwa hiyo Mathayo 24:15 ndio inafanana na Luka 21:20. Lakini pia ndio hiyo Mathayo, ndio hiyo Marko sura ya
Marko ndio hilo chukizo la uharibifu linaloelezwa na Marko sura ya 13 mstari wa 14. Kwa hiyo mafungu haya matatu, Marko 13:14, Mathayo 24:15, Danieli 9:27, chukizo la uharibifu linalotajwa hapo ni moja, na ambalo ndilo sasa Luka anafafanua katika Luka sura ya 21 mstari wa 20 kwamba ni kuzingirwa kwa majeshi ya Kirumi Jerusalem. Kwa hilo lilikuwa ndio chukizo la uharibifu awamu ya kwanza. Nabii anasemaje katika hili? Katika Pambano Kuu UPH 2023 sura ya kwanza, kuharibiwa kwa Yerusalemu, ukurasa wa 18, nabii anapotoa ufafanuzi ananukuu Mathayo 24:15 mstari pia wa 16, ananukuu pia Luka 21:20-21. Nabii anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Mathayo 24:15-16, Luka 21:20-21. Wakati bendera za ibada ya sanamu za Warumi zitakaposimikwa katika uwanja mtakatifu ambao ulipanuka na kwenda kilomita kadhaa nje ya kuta za mji, ndipo wafuasi wa Kristo iliwapasa kukimbia kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo chukizo la uharibifu hapa ni bendera za Rumi za kipagani za sanamu. Wakati bendera za ibada ya sanamu za Warumi zitakapokuwa zimesimikwa kwenye uwanja mtakatifu kuuzingira mji wa Yerusalemu, kwa mujibu wa Luka 21 mstari wa 20, hilo ndilo chukizo la uharibifu la Mathayo 24:15, Marko 13:14, ndilo hilo liloelezwa katika Danieli 9:27. Kwa hiyo ni awamu ya kwanza ya chukizo la uharibifu, ambapo uharibifu ulifuata kwa kuangamizwa kwa Yerusalemu, kubomolewa kwa mji wa Yerusalemu, kubomolewa hekalu na watu kufa na kuuawa vibaya katika uangamivu wa Yerusalemu. Kwa hiyo inaitwa chukizo la uharibifu kwa sababu linapoonekana linahusisha uangamivu, linahusisha uharibifu. Ndio maana inaitwa chukizo la uharibifu. Hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili ya chukizo la uharibifu ni Danieli sura ya 11 mstari wa 31. Danieli 11:31, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Danieli 11:31 ipo katika mafungu yale ya Danieli 11:21 mpaka 39. Hii ni utendaji wa upapa ama hatamu ya kwanza ya mamlaka ya upapa zama za giza. Kwa hiyo chukizo hili la uharibifu katika Danieli 11:31 ni ule utendaji wa upapa katika zama za giza, ambapo uliondoa sabato na ukashughulika na patakatifu. Kwa hiyo nguzo za imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu zilibomolewa na mamlaka ya upapa katika awamu ya kwanza ya miaka 1260 tangu mwaka 538 mpaka 1798. Hii ni awamu ya pili ya chukizo la uharibifu. Nabii anapotoa commentary ya fungu la 31 mpaka 36, na hii commentary Ellen G. White inapatikana katika manuscript release gombo la 13 ukurasa wa 394 paragrafu ya kwanza na ya pili. Nabii anatoa ufafanuzi wa Danieli 11:31 mpaka 36. Anasema haya yafuatayo: unabii katika sura ya 11 ya Danieli umekaribia kufikia utimilifu wake kamili. Mengi ya historia ambayo yamefanyika katika kutimiza unabii huu yatarudiwa. Katika mstari wa 30, mamlaka inayosemwa ya kwamba atahuzunika na kurudi na kuwa na hasira dhidi ya agano takatifu, ndivyo atakavyofanya. Atarudi hata na kuwa na akili pamoja nao wanaoacha agano takatifu. Fungu la 31
mpaka 36. Matukio yanayofanana na yale yaliyoelezwa katika maneno haya yatatokea. Tunaona ushahidi kwamba shetani anapata udhibiti wa akili za wanadamu ambao hawana hofu ya Mungu mbele yao. Acheni wote tusome na kuelewa unabii wa kitabu hiki, kwa maana sasa tunaingia wakati wa taabu iliyosemwa juu yake. Amenukuu Danieli 12:1 mpaka 4. Maana yake nini? Hapa nabii anaeleza hii hatamu ya kwanza ya upapa itajirudia tena. Kwa hiyo hatamu ya pili ya upapa itatupeleka kwenye taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Sasa katika Danieli 11 mstari wa 40 mpaka 45 ni unabii wa hatamu ya pili, upapa ukiponywa jeraha la mauti. Na ni baada ya Marekani kutangaza sheria ya Jumapili, jeraha la mauti litakuwa limepona. Kwa hiyo hatamu ya mwisho ya upapa ndio itakayotupeleka kwenye taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Na maana nabii hapa ananukuu Danieli 12:1 mpaka 4. Maana yake ikimalizika awamu ya kwanza ya upapa katika Danieli 11:21 mpaka 39, sehemu inayofuata ni kurudia mamlaka, kurudia hatamu, kuponywa kwa jeraha la mauti kwa upapa. Itakuwa awamu ya pili, na yale yaliyofanyika awamu ya kwanza ndio yatakayofanyika awamu ya pili. Kwa chukizo la uharibifu hapa Danieli 11:31 ni kipindi cha awamu ya kwanza ya upapa, zama za giza. Hiyo ni awamu ya pili ya chukizo la uharibifu. Awamu ya tatu ya chukizo la uharibifu inaelezwa katika hatamu ya pili, upapa ukiwa umeponywa jeraha la mauti kabisa na kurudisha mateso yake tena, wakati Uprotestanti umeungana na Urumi katika kipindi ambacho Marekani imetangaza sheria ya Jumapili. Ndio ambapo sasa upapa utakuwa umerudi kwenye hatamu yake tena na mateso kurindima tena kwa watakatifu wa Bwana. Na ambapo sasa awamu hii ya pili ya upapa, ambayo ndio sehemu ya tatu ya chukizo la uharibifu, itatupeleka mpaka kwenye taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Ndipo utaelewa kwamba Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye uhitimishwaji wa pambano kuu la zama zote kati ya Kristo na Shetani. Inatuleta kwenye uhitimishwaji wa matukio ya kinabii yaliyoanza Oktoba 22, 1844. Sasa tuliangalia chukizo la uharibifu wa awamu ya tatu. Linaelezwa katika Danieli sura ya 12 mstari wa 11. Kumbuka Danieli 12 inatuleta mwisho kabisa wa pambano, mwisho wa matukio yaliyoanza Oktoba 22, 1844. Katika Danieli 12:11 tunaiona hii katika Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 ukurasa wa 464 na 465, ikiwa imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho UPH 2015 ukurasa wa 93. Nabii anasema, wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Ni nini hapa nabii anachosema? Chukizo la uharibifu awamu ya tatu katika Danieli 12:11 linafananishwa na chukizo la uharibifu awamu ya kwanza, wakati mji wa Yerusalemu umezingirwa na majeshi ya Kirumi. Wakristo wa Uyahudi walikuwa wamepewa ishara ya kukimbia kwao, na kusema ukweli, kwa mujibu wa pambano kuu, hakuna Mkristo hata mmoja aliyekufa, kwa sababu moja, walizingatia; mbili, walitii. Na walipoona ishara imetimia, wote Wakristo wa Uyahudi waliukimbia mji wa Yerusalemu. Miaka 4 haikupita, mji wa Yerusalemu ukashuhudiwa uharibifu wake. Kwa hiyo chukizo la uharibifu, chukizo lilipoonekana mwaka wa 66
lilileta uharibifu. Miaka karibu 4 baadaye, mwaka wa 70, mji wa Yerusalemu ukaangamizwa, uharibifu ukashuhudiwa. Sasa nabii anasema vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu. Kwa Marekani itakapotangaza sheria ya Jumapili ya kitaifa, National Sunday Law, ikipitishwa Marekani, moja, tujue rehema kwa Sabato imeshafungwa, na tujue kabisa kwamba ndio mwanzo wa chukizo la uharibifu, ndio mwanzo wa miaka 3.5 awamu ya pili ya utawala wa Kirumi, mamlaka ya upapa itakapokuwa imeshikana mikono na Uprotestanti. Kwa pamoja watahusika kuwatesa watakatifu, na kipindi cha hatamu hiyo kitadumu kwa miaka 3.5 literal, halisia. Alafu baada ya hapo, rehema inapofungwa kwa ulimwengu mzima, Mikaeli anasimama. Mikaeli anaposimama ndipo tunapoletwa sasa katika taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Kutakuwa na siku 75 tena mbele kabla ya Yesu kuonekana mawinguni. Hiyo ndio Danieli 12. Sasa sikia hii. Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 980 imenukuliwa katika Matukio ya Siku za Mwisho UPH 2015 ukurasa wa 115. Nabii anasema, tendo la kuweka uongo mahali pa kile cha kweli ndilo tukio la mwisho katika mfululizo wa matukio. Wakati tendo hili la ubadilishaji litakapoenea katika ulimwengu mzima, Mungu atajidhihirisha mwenyewe. Wakati sheria za wanadamu zinapoinuliwa juu ya sheria za Mungu, wakati mamlaka ya dunia hii zinapojaribu kulazimisha watu kutunza siku ya kwanza ya juma, tambua kuwa wakati umefika kwa Mungu kufanya kazi. Mahali pengine nabii anasema, jueni ya kwamba kuja kwake kuko karibu. Mahali pengine nabii anasema kwamba jueni ya kwamba ule mwisho uko karibu. Kwa kama Yerusalemu vile walivyopewa ishara wale wa Kristo wa Uyahudi, ishara ilionekana mwaka wa 66, haikupita miaka 4. Kwa sisi ikionekana hiyo ishara, Marekani ikipitisha sheria ya Jumapili ya kitaifa, haitapita miaka 4, Yesu ataonekana mawinguni. Haitapita hiyo miaka 4, Mikaeli atasimama. Dunia itaingizwa kwenye zahama kubwa, kwenye taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya kwanza, uangamivu wa Yerusalemu ama kuangamizwa kwa Yerusalemu, ukurasa wa 27. Unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine, ambao kwao ukiwa ule ulikuwa kivuli hafifu tu. Katika kile kilichoupata mji ule tunaweza kuona uharibifu wa ulimwengu ambao umekataa rehema ya Mungu na kuikanyaga sheria yake. Kwa ili tuweze kujua uharibifu wa ulimwengu, tuweze kujua chukizo la uharibifu nyakati za mwisho, tunajifunza chukizo la uharibifu awamu ya kwanza wakati wa kuangamizwa kwa Yerusalemu. Kwa pale ndiko ambako historia itajirudia huku mwishoni. Kwa yako mengi tunayojifunza kutoka kwa uangamivu wa Yerusalemu. Ukurasa wa 28, Pambano Kuu UPH 2023. Hebu watu wawe waangalifu wasije wakapuuza somo lililotolewa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu. Yani kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, kwa kuwapa ishara ya maangamizi yaliyokuwa yanakaribia. Ishara hiyo nini? Chukizo la uharibifu. Ishara waliokuwa wamepewa, chukizo la uharibifu. Mathayo 24:15, Luka 21:20, kuzingirwa kwa majeshi. Na ishara hiyo ilionekana mwaka wa 66, mwaka wa 70 uangamivu ukatokea. Nabii anasema hivi, ili waweze kukimbia na kuponya nafsi zao, kadhalika ameuonya ulimwengu kuhusu siku ya uharibifu wa mwisho na kuwapa ishara ya ukaribu wake, ili wale watakaopenda kuokoa nafsi zao waweze kuikimbia hasira inayokuja. Ishara tuliopewa na sisi siku za mwisho
ni chukizo la uharibifu ambalo litaletwa wakati wa sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani. Kwa Marekani ikitangaza sheria ya Jumapili ya kitaifa, ndio ishara tuliopewa. Na ishara hiyo itatujulisha kwamba moja, ule mwisho uko karibu. Mbili, kuja kwake kuko karibu. Amekaribia sana. Tatu, uangamivu wa ulimwengu umefika. Umekaribia. Na haitapita miaka 4 uangamivu wa ulimwengu utashuhudiwa. Kwa hiyo kile kilichotokea wakati wa Yerusalemu ndicho historia itajirudia huku mwishoni. Hivyo basi, kwa mujibu wa awamu hizi 3 za haya machukizo ya uharibifu. Awamu ya kwanza, uangamivu wa Yerusalemu. Awamu ya pili, hatamu ya kwanza ya upapa, zama za giza. Awamu ya 3 ni wakati wa jeraha la mauti kupona na upapa kurudisha mateso tena, na ndio kipindi cha mwisho ambapo Yesu atakapokuja, mamlaka atakayoiangamiza ni utawala wa kipapa. Je, Danieli sura ya 12 mstari wa 7 inaposema itakuwa miaka 3.5. Danieli sura ya 12 mstari wa 11 na 12 inapotaja siku 1290 na 1335 katika hayo awamu 3 za machukizo ya uharibifu. Je, Danieli 12 inaangukia kwenye awamu ipi ya chukizo la uharibifu? Haiwezekani ikaangukia kwenye awamu ya kwanza, haiwezekani ikaangukia kwenye awamu ya pili. Bila shaka inaangukia kwenye awamu ya 3 ya chukizo la uharibifu. Chukizo hili la uharibifu awamu ya 3 litakuja baada ya Marekani kutangaza sheria ya Jumapili. Ndio mwanzo wa chukizo la uharibifu siku za mwisho. Kwa Danieli 12 inatuleta kutoka matukio yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844, inatuleta mpaka mwisho wa wakati. Inatuleta kwenye uelewa wa uhitimishwaji wa pambano kuu la zama zote kati ya Kristo na Shetani. Inatuleta kwenye uhitimishwaji wa matukio hayo yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844, yani hukumu ya upelelezi kukoma, Yesu kumaliza huduma ya maombezi patakatifu pa patakatifu. Sasa sikia nabii anachosema katika nukuu hizi. Katika Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115 paragrafu ya 3, nabii anasema, kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana na hutupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Hapa anaposema kitabu hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana, anamaanisha Ufunuo sura ya 10 na ndiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12. Sasa kitabu hiki kilifunguliwa tangu mwaka 1798. Kitabu hiki, sehemu hii ya Danieli 8 mpaka 12 inatupeleka mpaka matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Sikia manuscript release gombo la 15 kurasa wa 228 paragrafu ya 2. Nabii anasema, tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Kwa hapa nabii anatuambia Danieli 12 inahusu matukio ya mwisho kabisa. Na matukio hayo ni yapi? Uhitimishwaji wa pambano kuu la zama zote kati ya Kristo na Shetani. Uhitimishwaji wa matukio ya kinabii yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844. Kwa hiyo inapoulizwa katika Danieli 12, katika Danieli 12 mstari wa 6, swali linapoulizwa, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Ni mambo gani ya ajabu? Ni mambo yatakayotendwa na mamlaka ya upapa awamu yake ya pili, baada ya Marekani kutangaza sheria ya Jumapili mpaka Yesu kurudi. Kwa Yesu Mikaeli atakaposimama, mamlaka atakayopokonya ufalme ni hii mamlaka ya upapa. Watakatifu watauawa katika kipindi hiki. Kwa hiyo watawatesa watakatifu. Watakatifu watauawa katika kipindi hiki. Na kipindi hiki ni kipindi cha miaka 3.5 tu, literal, ambacho upapa awamu ya pili ndipo utakapotenda kazi. Baada ya hapo Mikaeli atasimama. Kwa hiyo
Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye uhitimishwaji matukio ya kinabii yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 mstari wa 6 itachukua miaka mingapi? Jibu linatolewa Danieli sura ya 12 mstari wa 7. Jibu linalotolewa hapo linamaanisha awamu ya pili ya upapa. Kwa hiyo Danieli 12 siku 1260, siku 1290, siku 1335 haiwezekani kutupeleka kwenye zama za giza. Inakataa. Na roho ya unabii imeweka wazi kwamba Danieli inahusu matukio, Danieli 12 inahusu matukio ya siku za mwisho. Matukio ya siku za mwisho. Nabii anasema hivi: wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Kwa hiyo kama ilivyokuwa kwa Wakristo wa Uyahudi, kwa hiyo ishara tuliopewa ni moja. Ishara gani? Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi. Wakati ishara ya onyo itakapoonekana, wale waliotaka kukimbia iliwapasa wasichelewe. Katika nchi yote ya Yuda pamoja na mji wa Yerusalemu wenyewe, ishara ya kukimbia ilipaswa kutiiwa mara moja. Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 18. Kwa hiyo ishara tuliopewa na sisi ni tutakapoona Marekani ikitangaza sheria ya Jumapili, ishara hiyo itapaswa kutiiwa mara moja. Tafsiri yake ni kwamba kama tumekaribia Marekani wamekaribia kutangaza sheria ya Jumapili, tafsiri yake ni kwamba katika harakati za kutii hiyo ishara, sasa hivi Waadventista wa Sabato wangekuwa wanafanya maandalizi ikitangazwa wanapotoka kwenye miji mikubwa, wanapokimbia kutoka nchi ya Marekani na nchi za Ulaya na nchi zingine kurudi katika nchi zao. Ilitakiwa wafanye maandalizi wapi watafikia. Lakini sio hivyo tu, kwa kuwa sheria ya Jumapili itaenda sambamba na hakuna kuuza, hakuna kununua, ilitakiwa Waadventista wa Sabato sasa wanamuuliza Mungu, wanamuuliza Roho Mtakatifu awaongoze namna ya kupunguza mali walizonazo na sio kuziongeza. Vivyo hivyo ilitakiwa sasa hata kanisa, iwe ni General Conference, Division, Union Conference, kanisa mahalia, limuulize Mungu vizuri namna gani ya kuanzisha miradi mikubwa itakayomalizika baada ya miaka 10, miaka 20 mbele, miaka 30 mbele. Ilitakiwa sasa kuanza kupunguza mali na kuziweka kwa kazi ya Mungu, maana muda umeisha. Tuangalie kidogo namna ambavyo Danieli 12 inavyofafanuliwa na BRI, Biblical Research Institute ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato. BRI, yani Biblical Research Institute, ilitoa waraka ama andiko, ilikuwa ni la kurasa 12, lilitoka Mei 2005, jina lake ikiitwa Time Prophecies in Daniel 12, yani nabii za wakati katika Danieli 12. Na katika andiko hili la kurasa 12, BRI wame edit, nitumie hiyo lugha, wame edit nukuu ya roho ya unabii katika manuscript release gombo la 6 ukurasa wa 251 paragraph ya pili. Wame edit kwa kuongeza maneno ambayo nabii hakuyasema. Na kwa kuongeza huko maneno
imefanya nukuu hii ilete tafsiri tofauti. Sasa sikia. Nukuu yenyewe inasema hivi, nimetafsiri kwa Kiswahili. Nukuu halisi kwa Kiswahili nimeweka hapa kwa Kiingereza, lakini kwa sababu ninahubiria Waswahili nimeitafsiri kwa Kiswahili. Manuscript Release gombo la 6 ukurasa wa 251 paragraph ya 2. Ndugu Hewitt kutoka Dead River alikuwa pale. Alikuja na ujumbe kwamba uharibifu wa waovu na kulala kwa wafu ilikuwa ni chukizo ndani ya mlango uliofungwa ambao mwanamke Jezebel nabii alikuwa ameleta, na aliamini kwamba mimi ni yule mwanamke Jezebel. Huyu ndugu Hewitt kutoka Dead River aliamini Jezebel ndiye Ellen G. White. Sasa hoja walipobadilisha BRI, walipoedit na kuongeza maneno mengine ni hapa. Tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba siku 1335 zilimalizika na makosa yake mengine. Sasa anaposema tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba katika Kiingereza inasema we told him of some of his errors in the past, that the 1335 days were ended. Sasa kwa Kiswahili tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba. Sasa inaposema kwamba, maana yake hicho kinachoanza kuelezwa ni sehemu ya hayo makosa yake ya nyuma. Tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba siku 1335 zilimalizika na makosa yake mengine. Kwa hapa nabii anasema hivi, siku 1335 kwa mujibu wa Hewitt aliamini ya kwamba siku hizo zilikuwa zimeshatimia. Hayo yalikuwa ni sehemu ya makosa, yani hilo lilikuwa ni moja ya errors, moja ya makosa ya Hewitt. Kwa nabii anataka kumkosoa kwamba siku 1335 zilikuwa hazijamalizika. Yani sio kwamba zilikuwa zimepita, hizi ziko mbele. Sikia, tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba siku 1335 zilimalizika na makosa yake mengine. Kwa siku 1335 aliamini kwamba zimemalizika, ilikuwa ni sehemu ya hayo makosa ambayo walimwambia. Nabii anaendelea kusema ilikuwa na athari ndogo tu, giza lake lilihisiwa kwenye mkutano na liliondolewa. Sasa tuangalie BRI wanavyosema kwa maneno walioyaongeza. BRI wanasema hivi, katika hilo andiko lilotolewa Mei 2005, Time Prophecies of Daniel 12. Ukisearch tu Google unaandika tu Time Prophecies of Daniel 12, au unaweza kaandika tu BRI of SDA Church and Daniel 12. Ukiandika tu hivyo tu, maana yake BRI of SDA Church na Daniel 12, utaona na inakuleta kwenye hako kaandiko. Sasa wanasema hivi kwenye hilo andiko, BRI wanasema hivi, wengine wanaamini kwamba katika kauli hii anaweka siku 1335 katika wakati ujao. Hata hivyo, sentensi hiyo inaeleweka kwa ujumla kumaanisha tulimwambia baadhi ya makosa yake huko nyuma, wakatengeneza mabano, tulimwambia kwamba siku 1335 zilimalizika, na kwenye mabano tena tulimwambia makosa yake mengine. Hii kuwa kwenye mabano maana yake maneno hayo hayakutumiwa na Ellen G. White, ni maneno yaliyoongezwa na BRI, ndio maana ya kuwekwa kwenye mabano. Sasa basi, ukiongeza haya maneno tulimwambia baadhi ya makosa yake huko nyuma, badala ya kuanza kwamba siku 1335 zilimalizika, ukaweka neno tulimwambia kwamba siku 1335 zilimalizika. Tafsiri yake ni kwamba nabii alimaanisha siku 1335 zilimalizika, wakati nabii hakumaanisha hivyo.
Na ukisema kwamba, na ukiongeza tena tulimwambia makosa yake mengine, ni tofauti na nabii Ellen G. White alichokikusudia. Fanya utafiti na wewe, chunguza. Nenda kwenye yako kaandiko ka BRI. Nenda tu Google, andika BRI of SDA Church and Daniel 12. Itakuleta kwenye yako kaandiko kana title inayosema Time Prophecies and Daniel in Daniel 12. Yani nabii za wakati katika Daniel 12. Hapo ndipo BRI wamekataa kwamba siku 1335 zimepita, na kwamba siku 1335 zama zilizopita ni zilikoma mwaka 1843. Wakati nabii kwenye nukuu hii hakumaanisha hivyo. Nukuu hii ichunguze na wewe. Unaipata katika manuscript release gombo la 6 ukurasa wa 251 paragrafu ya pili. Soma kwa umakini, chunguza na wewe ili uone, je, walivyo tafsiri BRI ndivyo nabii alivyomaanisha? Wanawezaje BRI kuongeza maneno kwenye nukuu ya roho ya unabii ili tu kupinga siku 1335 ionekane zilishatimia huko nyuma na sio zilizo mbele? Lengo lao hasa ni nini? Ni hivi. Kinachosukuma jambo hili ni kutokuonekana kwamba tulikosea kutafsiri Danieli 12. Kwa hiyo lazima itafutwe namna ya kutetea kwamba tafsiri tuliokuwa nayo, tulioamini siku nyingi wa Adventista wa Sabato, ndio sahihi. Sawa? Uriah Smith katika kitabu chake cha Danieli na Ufunuo ameeleza pia hivyo kama BRI wanavyosema. Kumbuka Uriah Smith sio roho ya unabii. Ellen G. White anasemaje juu ya Danieli 12? Je, kwa wakati ule maarifa haya walikuwa nayo? Kwa nini hawakuelewa kwa wakati ule? Haikuwa wakati wake. Mungu sasa anafunua haya, anataka tuelewe kitabu cha Danieli, na ndio maana tunapaswa kurudi kwenye tafsiri sahihi. Angalia manuscript release gombo la 15 ukurasa wa 228 paragrafu ya pili. Nabii anasema, tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Nabii hapa hawezi kupinga kwamba siku 1335 ziko wakati wa mwisho, kwa sababu yeye mwenyewe amesema Danieli 12 inahusu wakati wa mwisho. Katika Danieli kitabu kilichokuwa kimefungwa ni Danieli 8 mpaka 12. Danieli 8 mpaka 12 inatuleta mwaka 1844 Oktoba 22. Danieli 12 inaanzia hapo kutupeleka mpaka matukio ya mwisho wa pambano kuu kati ya Kristo na Shetani, mwisho wa matukio yaliyoanza Oktoba 22, 1844. Kwa Danieli 12 haiwezekani ikarudi tena nyuma zama za giza. Kwa nabii, kwa mujibu wa roho ya unabii, anasisitiza siku 1335 ni makosa, ni era kuamini ya kwamba zilikuwa zimepita. Kwa kama nabii anasema hivyo, nani leo atakaye kuwa salama asionekane ana makosa akiendelea kuamini ya kwamba zile muda siku 1260, 1290, 1335 katika Danieli 12 zilikuwa zimepita? Nani ambaye hataonekana, yani atabaki kuwa hana makosa akiamini hivyo? Nabii kwa mujibu wa roho ya unabii na ufafanuzi wa kitabu cha Danieli kilichokuwa kimefungwa Danieli 8 mpaka 12, tunafahamu ya kwamba siku 1260 katika Danieli sura ya 12 mstari wa 7 na siku 1290 katika Danieli 12, 11 na siku 1335 Danieli 12, 12 zinahusu wakati wa mwisho, wakati wa awamu ya pili ya upapa. Awamu hiyo itahusisha pia miaka mitatu ya utendaji kazi wake, kama ilivyokuwa miaka mitatu ya tangu mwaka 538 mpaka 1798, miaka ya kinabii, siku 1260. Kwa hiyo
Huku mwisho kutakuwa na literal days, siku 1260 ya awamu ya upapa. Itakapokoma, maana yake kilio kikuu kimekoma, rehema imefungwa, Mikaeli atasimama. Mikaeli akisimama, ndipo tutashuhudia wakati wa taabu ambao haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa, na zitapita siku 75 mpaka Yesu kutokea mawinguni. Danieli 12 inatuleta katika uelewa huo. Angalia hii. Kinachofanya BRI, hoja nyingine, ukiacha hii ya kutetea kwamba tafsiri tuliyokuwa tunaiamini zamani isionekane kwamba tumekosea, kama sio hiyo, basi kuna mapandikizi katika BRI, Biblical Research Institute. Kwa nini? Hapa shetani analenga kutuficha kitu cha muhimu. Tusielewe unabii muhimu ambao nabii anatusisitiza ya kwamba tusome kitabu cha Danieli 12, kinahusu matukio ya mwisho. Nabii anataka kutuondoa na kuturudisha kwenye wakati wa zama za giza. Badala ya kutazama kwenye awamu ya pili ya mamlaka ya upapa, shetani anataka kutuondoa kwenye mtazamo huo. Katika Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa wa 308, nabii anasema hivi: watu wanyenyekevu na waaminifu kabisa katika makanisa ndio ambao mara nyingi walikuwa wa kwanza kupokea ujumbe. Waliojisomea Biblia wenyewe waliona jinsi ambavyo tafsiri za unabii zilizofundishwa na kuaminiwa na watu wengi wakati huo hazikuwa na msingi wowote wa kimaandiko. Na mahali popote pale ambapo watu hawakutawaliwa na mvuto wa viongozi wa makanisa, popote pale ambapo watu waliweza kuchunguza maandiko wenyewe, fundisho la marejeo lilihitaji tu kulinganishwa na maandiko kulipatia mamlaka ya kiungu. Kwa Danieli 12 inatuleta kuelewa ukaribu wa kuja kwa Yesu. Kwa hiyo tukichunguza maandiko wenyewe bila kuitegemea BRI kwamba ndio wao kazi yao kustadi, alafu sisi kazi yetu ni kama makinda ya njiwa kumezeshwa na BRI, hatuko salama. Ukiwa na mchungaji wako na muamini mahali fulani, kazi yake ni kusoma eti ndio akupatie majibu, badala ya wewe kwenda kuchunguza mwenyewe katika jicho la kiberoya, hauko salama. Mahali tulipofika hapasi kuaminiwa yeyote mpaka tuwe na hakika ya kwamba anachokisema ndivyo asemavyo Bwana, ndivyo ilivyo katika maandiko. Kwa hiyo wakati watu walipoanza kuchunguza maandiko wenyewe, waligundua tafsiri za unabii ambazo ziliaminiwa na wengi hazikuwa na mashiko yoyote katika maandiko. Mfano wa hii, siku 1260, 1290, 1335 katika Danieli 12 mstari wa 7, 11 na 12 iliaminiwa kwa miaka mingi ya kwamba ni kuanzia mwaka 508 mpaka mwaka 1798, mwaka 538, 1798, mwaka 508 mpaka mwaka 1843 tuliamini hivyo. Lakini tukija kuchunguza katika muktadha mpana kwa nuru ambayo Mungu anatupatia sasa kuhusiana na kitabu kilichofungwa kikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12, tunapata uelewa ya kwamba Danieli 12 inahusu matukio ya mwisho. Na hiyo ni kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa roho ya unabii. Haiwezekani kuturudisha tena nyuma katika zama za giza. Sikia hii. Katika sura ya 37, maandiko ni kinga, Pambano Kuu, ukurasa wa 490, nabii anasema hivi: kuna mambo hapa ya kujifunza ili tujue wapi tunaweka imani yetu. Nabii anasema hivi: maoni ya wasomi, mahitimisho ya sayansi, imani na maamuzi ya mabaraza ya makanisa yakiwa mengi na yanayohitilafiana kama makanisa yenyewe yanayowawakilisha yalivyo, sauti ya walio wengi, hakuna moja wala yote yanayopaswa kuchukuliwa kama ushahidi unaounga mkono au unaopinga wazo lolote la imani ya kidini.
kabla ya kukubali fundisho lolote, kabla ya kukubali fundisho lolote au kanuni yoyote, inatupasa kudai tamko la wazi la hivi ndivyo asemavyo Bwana, kuunga mkono fundisho hilo au kanuni hiyo. Ninapingana na BRI katika ufafanuzi huu. Sioni hapo Bwana akisema hivi ndivyo. Sioni hapo ikisemwa kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Nabii amepinga, lakini bado wana edit BRI, wana edit nukuu ya roho ya unabii. Hapana, siwezi kukubali. Hatuko salama. Nabii, neno hapa linatuambia hatupasi kumwamini yeyote, aitwe msomi, hajasoma. Sisi tuweke imani kwa imeandiko. Sikia, ukurasa wa 190, sura ya 37, maandiko ni kinga. Shetani anajitahidi daima kuvuta usikivu uelekezwe kwa watu badala ya kuelekezwa kwa Mungu. Anawaongoza watu watazame maaskofu, wachungaji, maprofesa wa teolojia kama viongozi wao badala ya kuchunguza maandiko ili wajifunze wajibu wao wenyewe moja kwa moja. Ndipo kwa kutawala na kuongoza akili za hawa viongozi, anaweza kutawala watu wengi kulingana na matakwa yake mwenyewe. Kwa shetani anaweza kuongoza akili za BRI. Na hivi mfumo umeshatekwa na shetani na mapandikizi yapo. Hatupasi kumwamini yote. Kuna uwezekano miongoni mwa hao walioko kwenye BRI, Biblical Research Institute, kuna mapandikizi kutoka upande wa pili wa adui, kwa adui. Kwa hiyo tukisema ya kwamba unajua kanisa tuna BRI, kwa kanisa linafanya research, sisi tunapokea, tutapotezwa ndugu zangu. BRI haina mamlaka ya kutuamulia Biblia inasema nini, ila tunapaswa kusoma Biblia sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Sikia, ukurasa wa 492, Pambano Kuu UPH 2023, maandiko ni kinga. Licha ya Biblia kujaa maonyo dhidi ya walimu wa uongo, watu wengi wako tayari kusalimisha amana ya roho zao kwa viongozi wa kanisa. Wapo watu maelfu leo wanaodai kuwa wafuasi wa dini wasioweza kutoa sababu ya imani yao zaidi ya kusema tu kuwa wao wamefundishwa hivyo na viongozi wa kidini. Watu utasikia wanasema BRI imesema, na BRI ndio wanapinga mpaka miaka 6,000. Ushahidi uko wazi kwenye roho ya unabii kwenye Biblia. BRI wanakuja kutugeuza kanisa lote ulimwengu mzima, kukataa miaka 6,000, kukataa Danieli 12 kwamba siku 1260, 1290, 1335 hazihusu wakati wa awamu ya pili ya upapa, zinahusu wakati wa awamu ya kwanza ya upapa. BRI wana mamlaka kutoa wapi? Watu wanasema tu BRI imesema, BRI imesema. Mimi hapa nitatofautiana na BRI. Na sio tu BRI, nitatofautiana na yeyote kama anavyosema sivyo hivi ndivyo asemavyo Bwana. Hapana. Hapana. Sikia nabii anaendelea kusema. Wanapita bila kuyaona mafundisho ya Mwokozi na wanaweka imani yao isiyo na swali kwa maneno ya wachungaji wao. Lakini je, wachungaji hawakosei? Tunawezaje kuweka amana roho zetu kwa uongozi wao bila kujua kwa njia ya neno la Mungu kuwa ni wabeba nuru? Ukosefu wa ujasiri wa kimaadili wa kwenda kando na njia iliyozoeleka ya ulimwengu huwafanya wengi wafuate nyayo za wasomi. Na kwa sababu ya uzembe wa kuchunguza wenyewe, wanajikuta wamenaswa katika minyororo ya makosa bila matumaini. Wanaona kuwa ukweli kwa ajili ya wakati huu umefunuliwa katika Biblia, yani ukweli wa sasa, na wanahisi nguvu ya Roho Mtakatifu katika utangazaji wake, lakini bado wanaruhusu upinzani wa viongozi wa dini kuwageuza na kuwapeleka mbali na nuru. Ingawa busara na dhamiri vimeshawishika, roho hizi zilizodanganywa haziwezi kuthubutu kufikiri tofauti na mchungaji wao, na uamuzi wao binafsi, maslahi yao ya umilele, vinatolewa kafara kwenye madhabahu ya mashaka, kiburi na chuki ya mtu mwingine. Hapa nabii anatuambia nini? Anataka tuweke imani kwa imeandikwa, tusome wenyewe. Sikia hii, ukurasa wa 493, Pambano Kuu UPH 2023, sura 37, maandiko ni kinga.
Haitoshi kuwa na nia nzuri peke yake. Haitoshi mtu kufanya kile anachodhani kuwa ni sahihi au kile ambacho mchungaji wake anamwambia kuwa ni sahihi. Wokovu wa roho yake uko hatarini, na anapaswa kuchunguza maandiko kwa ajili yake mwenyewe. Haidhuru ameshawishika kiasi gani, haidhuru anamwamini mchungaji wake kuwa anaujua ukweli kiasi gani. Huo sio msingi wake. Anao mwongozo unaomuonesha kila alama ya njia katika safari ya kwenda mbinguni, na hapaswi kubahatisha katika jambo lolote. Ni wajibu wetu wa kwanza na wa juu kabisa wa kila mtu mwenye akili kujifunza kutoka katika maandiko kile ambacho ni ukweli, na halafu kutembea katika nuru na kuwatia moyo wengine wafuate mfano wake. Inatupasa siku kwa siku kujifunza Biblia kwa bidii, tukipima kila wazo kwa kulinganisha andiko kwa andiko. Kwa msaada wa Mungu, inatupasa kujenga maoni yetu kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa kuwa itatupasa kujibu wenyewe mbele ya Mungu. Ukurasa wa 494, Pambano Kuu UPH 2023, sura 37, maandiko ni kinga. Ningekutia shibe ukaisome hii sura, maandiko ni kinga, uone maajabu ambayo Mungu ametuandikia. Inatupasa kuelekeza nguvu zetu zote za akili katika kusoma maandiko, na inatupasa tujipe kazi ya ufahamu, ya kufahamu na kuelewa kwa kadri inavyowezekana kwa watu wenye hali ya kufa mambo ya kina ya Mungu. Hatupaswi kuingia katika kujifunza Biblia na ile hali ya kujitegemea ambayo wengi wanaingia nayo katika uwanja wa sayansi, bali kwa maombi na kumtegemea Mungu na shauku ya dhati ya kujifunza mapenzi yake. Pambano Kuu sura 37, maandiko ni kinga, haitutaki tuitegemee BRI. Yaani mimi nimekaa tu natulia tu, nasubiri BRI. Nikitaka kujifunza kitu na search BRI wanasemaje. Sijui profesa nani anasemaje. Mchungaji fulani maana nasikia amesoma biblical languages anasemaje. Nasikia amesoma yule systematic theology anasemaje. Hauko salama. Rudi kwa imeandikwa. Nenda chukua simu yako hii, download Ellen G. White Estate, usome vitabu vya roho ya unabii mwenyewe kama unafahamu hiyo lugha ya Kiingereza, na hata kama ufahamu, copy paste kwenye translate pale Google, inakuletea Kiswahili rahisi kabisa, unaelewa mwenyewe. Nunua vitabu, UPH wanazalisha vitabu, nunua vitabu, soma mwenyewe. Huu sio wakati wa kumwamini yoyote, sio kuamini BRI, sijui kuamini nani anasema nini. Tuamini kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Katika kitabu cha Acts of Apostles sura ya 68, bado nabii anatuambia hatupaswi kuamini kusema kwamba hivi ndivyo lisemavyo kanisa, kama wengine wanavyosema hivi ndivyo lisemavyo BRI. Tunapaswa kusema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Mwisho. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12 inatupatia uelewa wa siku 2300, ndio central theme yake. Na inapofika kwa Danieli 12, matukio yaliyoanza Oktoba 22, 1844, mwisho wake ndio Danieli inatueleza yanahitimishwaje. Pambano Kuu linahitimishwaje, hayo matukio ya kinabii yanahitimishwaje. Kwa Danieli 12 inatuleta katika matukio ya mwisho kabisa ya historia ya dunia hii. Mungu atusaidie tunapoendelea kujifunza mambo haya, na Mungu akubariki. Usisahau kushare kwa wengine ili wayapate masomo haya. Nikukaribishe kwa mfululizo wa masomo yatakayoendelea kwa neema ya Yesu kwa kadri atakavyotujalia. Lakini katika masomo haya ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, hii ni sehemu ya 8. Tumemaliza series hiyo. Tunasubiri series nyingine kwa maelekezo ya Mungu kwa kadri atakavyotuongoza na kutuwezesha. Mungu na akubariki. Na kabla hatujahitimisha, nikualike tuombe. Baba mwema takatifu, ninakushukuru sana. Sifa na utukufu zikurudie. Asante kwa kuwa umembariki mtazamaji na msikilizaji. Asante kwa kuwa kweli zako zinaendelea kutuama katika akili zetu. Neema yako yatosha kwa kila hitaji. Kwa jina la Yesu, amina. Mungu akubariki.